kwenye maisha yetu kingekuwepo kitufe, yani button cha mahusiano, cha mapenzi ambacho kinakuwa on na off. Ukikiweka on ndipo utakuwa kwenye situation ya kufall in love, utakuwa kwenye situation ya kuwa na stress za mapenzi, utakuwa kwenye situation za baby miss you, I miss you baby, oh siji, yani utakuwa kwenye hiyo situation. Utakuwa kwenye situation ya huyu ni nani? Kwa nini nimekupigia simu upokei? Kwa nini? Yani umeona, ndio utakuwa kwenye hiyo situation. Ukibonyeza kitufe ukiweka kwenye yani situation ya on ama ukiweka kwenye mode ya on. Ukiweka off itakuwa ni wewe uko na focus na masuala ya kazi, uko na focus na masuala ya chakula, kwenye swala zima la afya yako, uko na focus kwenye vitu ambavyo unapenda, ikiwa ni pamoja maybe na kucheza mpira, kusikiliza muziki, kuogelea, mambo mengine mengi. Yani wewe mahusiano unayasikia kama vile pasta na mwanajeshi. Yani utakuwa tu unasikia stories za watu wameenda vitani nini, pasta, yani unakuwa ni kama pasta kwa sababu husiki na mambo ya jeshi. Ndivyo inavyokuwa. Nadhani watu wengi wangebonyeza kitufe cha off. Na kwenye kitufe cha off kama kungekuwa kuna muda masaa 24, miaka 6 mpaka kufa, watu wengi wangeandika staki mapenzi mpaka kufa. Kabisa. Mapenzi yanauma msikilizaji. Yanaweza kukuingiza kwenye temptation ambazo mpaka unaharibu kila kitu. Leo hii tunavyozungumza hapa, Sesi upo katika situation ambayo haelewi. Mwamba aliyembekiri ndio mwamba aliyeshika sijui ameshika nini ya mpenzi wake ambaye ni Robbie. Kwa sababu Robbie ameshangaika sana kutafuta kazi. Tunafahamu upatikanaji wa kazi mjini ni ngumu sana. Na tumaini lilopatikana ni sehemu moja tu ambapo ndo Adamu amemwahidi kwamba kule kazini kwao ata uwezekano wa kupata ile nafasi ya kazi upo. Na ni marafiki kati ya Robbie na Adam. Sasa tunafahamu ya kwamba Sesi pia ameshakutana kwa bahati mbaya ama kwa kulazimishwa ama kwa kutokujua kimwili na Adam. Na Adam ndio amembikiri. Lakini Adam anamchukulia ni kama malaya tu Sesi. Sasa kwa sababu ya uhusiano huo amejikuta amharibia tena nafasi Robbie. Yupo kwenye hatihati ya kutimliwa eneo lake la kazi. Sasa kulinda nafasi hiyo ambayo Robbie anaiombea na mpaka yeye na mama yake wanaipigia goti, kuilinda hiyo nafasi isipotee, Sesi anatakiwa aende tena akabanjuliwe, la sivyo jamaa yake kazi hana. Sasa anajiuliza amwambie Robbie ukweli situation iliyopo kwamba hata hivyo kuitwa kufanyaje jamaa anataka, ama atafanyaje? Nimesoma komenti zenu nyingi sana. Lakini hiki kiatu sijui kama wewe kwako kingekutosha mavipi. Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika sehemu hii ya pili. Hii inamaanisha kwamba sehemu ya kwanza imekuvutia sana. Basi bwana. Kwa hiyo sasa anasema ilikuwa ni mida ya saa 12 jioni, nilienda nyumbani nimechoka, kichwa kizito, hata sikuwa na nguvu za kupika. Nilijilaza tu kitandani. Nilipoangalia simu yangu sikuona ujumbe kutoka kwa Adam. Yuko kimya wala hana muda wa kunishinikiza kwamba tuonane. Ina maana hili ni juu yangu. Hii hali inaniumiza sana kwa sababu nimepima matokeo ya pande zote mbili, nimevurugwa, sielewi lipi sahihi kufanya. Je, nikafanya ninavyotaka ili Robbie apate kazi au nimwambie Robbie ukweli ili apoteze hiyo kazi? Na itakuwaje asipopata kazi sehemu nyingine? Ninaweza kujilaumu kwa hilo. Tangu mwanzo nafanya makosa, sikutaka kurudia makosa mengine. So wakati nimezama kwenye mawazo, Amy alikuja akauliza kwamba bestie, leo nimepata movie nzuri sana na hakika utaipenda. Aliongea kwa uchangamfu huku akiwasha TV. Mimi nikamwambia sina mood ya kuangalia chochote leo. Nilisema nikitoka kwenda kuoga nikiamini nitapata nguvu. Niliporudi ndani nilimkuta Amy yuko busy na TV. Nilipomaliza kuvaa nikamfuata na kukaa naye kwenye sofa. Ilionekana ni movie nzuri lakini akili yangu haikuweza kutulia kabisa. Nilimtazama Amy kwa muda mpaka kanishtukia. Akauliza, wewe mbona unaangalia hivyo? Hivi uliwahi kuniambia kitu ulichofanya ili upate kazi? Hivi baada ya hapo nini kilitokea na bosi wako? Yani ulijisikiaje? Hayo mbona ni mambo ya kawaida sana rafiki yangu. Kwani vipi, kuna bosi anakutaka?
Hapana, sio mimi. Kuna mtoto ameniomba ushauri. Hajui namna ya kufanya. Sesi, ni kwamba ngoja nikwambie tu situation iliyopo hapa rafiki yangu. Kwanza inategemeana ni kazi gani. Na cha pili, bosi mwenyewe yukoje. Hivi unajua bosi wengine hata kabla hajakutongoza unatamani tu afanye hivyo. Hivi unaongea nini? Mimi najua unielewi. Hivi kwa mfano yule bosi wangu Adam anitongoze. Naanzaje kumkatalia? Naanzaje kumkatalia? Emi, hebu acha kuropoka basi. Huyu rafiki yangu si ana mpenzi wake? Mimi ninachokijua wanaume wenye hela hawajui kumng'ang'ania wanawake. Kumng'ang'ania mwanaume mwenye hela. Ili mradi ameshakuvua, hahangaiki na wewe. Tena utajikuta unaumia kwa sababu hakuzingatii tena. Una hakika? Msikilizaji, rafiki yangu ni kama ananitia moyo hapa. Na hapa ndipo niliamini rafiki wa muhuni ni muhuni pia. Vipi Sosti? Kuna kazi umepata ama? Hapana bwana, nimekuambia tu sio mimi, kuna mtu alikuwa anaomba ushauri. Sawa, mwambie rafiki yako atumie kinga. Mambo ni mengi shoga yangu. Alisema huku akicheka kwa sababu mimi siwezi kumficha hata nikitaka. Tayari ameelewa ni mimi mwenye shida. Nilicheka sana lakini nilipoangalia muda na kukuta ni saa 2, mapigo ya moyo yalibadilika ghafla. Akili yangu ilikuwa haijatulia. Sasa ilipofika saa 3, dada alikuja, nilitaka nimshirikishe na kama atanizuia basi sitakwenda. Cha kushangaza, dada tangu amefika yuko busy kabatini akitafuta nguo. Basi nilimuita ili nipate umakini wake. Dada akaniambia kwamba najua unataka kuniuliza kuhusu mboga. Leo utakula mwenyewe shosti yangu. Shemeji yako kaniomba tutoke, nitarudi asubuhi. Nikasema sawa dada. Dada akasema alafu sio lazima upike, unaweza kununua chips. Nikasema sawa dada, asante. Basi dada hakutumia muda mrefu, akawa tayari amejiandaa. Akatoka, mimi nibaki mwenyewe tu hapo naangalia simu kama Adam atanitafuta. Hasa nilishtuka baada ya ujumbe kuingia kwenye simu yangu. Nilipoangalia, kweli ulikuwa unatoka kwa Adam. Ulisema ya kwamba una nafasi moja tu ya kumsaidia bwana wako. Unajua nilichukia, nikatamani nimrudishie ujumbe wa matusi, lakini nikatafakari kilichonikuta. Nikitafakari kilichonikuta natulia tu. Ghafla simu ilianza kuita. Nilipoona Robi anapiga nilijisikia vibaya, mimi sikuweza kupokea. Alirudia kupiga, bado nilishindwa kupokea. Akatuma ujumbe. Akaniambia kwamba kipenzi, nimeshindwa kulala. Natamani kusikia ukinitia moyo. Pamoja na Adam kunisupport lakini bado kuna hofu ninayo. Naomba uniombe nipate kazi. Msikilizaji, ujumbe wake ulifanya nijisikie vibaya zaidi. Moyo unauma, yaani unaniuma kweli kweli. Na hata nikisema nifunge na kuomba, najua hawezi kupata kazi sehemu anayotaka. Karata ya mwisho ni Adam. Niliamini shetani na nguvu. Nilivaa gauni yangu nyeusi nzuri tu, nikamtumia ujumbe Robi, nikasema kwamba usijali kipenzi. Kazi utapata, lala sasa. Baada ya kutuma ule ujumbe nikazima simu na kuiacha kitandani. Nilitembea mpaka barabara kuu, nikapanda bodaboda mpaka hotelini. Nilipitia geti la nyuma na kuingia vyumbani. Nilikuwa na wasiwasi kama nitakutana na wahudumu, sijui nitaambia nini. Sijui ndo nishukuru Mungu au nitajiongezea dhambi. Nilifika kwenye chumba cha Adam bila kukutana na mtu. Nilisimama pale nikijiuliza, hivi kweli nataka kufanya hivi? Yaani kweli nataka nikavue nguo zangu kwa ajili ya mwanaume wangu kupata kazi? So kabla sijapata jibu, nilisikia mlango wa jirani ukifunguliwa, nikapata kiwewe. Nikajikuta nimefungua chumba cha Adam na kujikuta ndani. Hata Adam mwenyewe alishtuka niliposema odi. Nilifanya Adam acheke. Nilikuwa sina amani kabisa. Nikabaki nimesimama tu mlangoni. Sisi, wewe ni mwigizaji mzuri sana. Yaani jinsi unavyoonekana ni kama hujawahi kuingia humu. Una vituko sana sisi. Au haja kunikumbusha, sijapoteza kumbukumbu. Hata hivyo huwezi kunielewa kwa sababu hujawahi kupenda.
nilimwambia nikiangaza macho kwenye kile chumba. Unajua mapenzi ni namna unavyochukulia tu. Acha kuwa serious. Mimi niko hapa kufanya starehe. Na hilo halimaanishi simpendi Sharon. Kwako ni starehe. Ila mimi nipo kama mjinga. Nacheza patapotea. Sijui kama napaswa kukuamini au la. Vipi kama ukinigeuka au labda ukanirekodi na kutumia hilo kunitumia zaidi? Mimi sikufikiria kitu kama hicho kwa sababu hiyo sio michezo yangu. Na kama huniamini, tunaweza kubadilisha chumba. Alafu usifikirie kama mimi nakutaka sana. Nimekuambia hii ni adhabu tu na wala sina mpango wote na wewe. Msikilizaji, kiasi fulani nilianza kumwamini. Sijui hata uoga ulitoka wapi. Nilipomuona amenyanyuka kitandani, nikadhani anataka kunifuata. No, Adam no. Subiri kwanza, tunataka tukubaliane. Kwa unadhani mimi nataka kukuvamia? Relax, hayo sio mambo yangu bwana. Nadhani unajua wanawake huwa wananifuata wenyewe. Alisema akiingia bafuni. Nilishusha pumzi na kusogea lilipo sofa. Nikakaa. Yaani ungeniona msikilizaji, ungenionea huruma namna nilivyokuwa nimejikunyata. Adam alitoka bafuni akasogea lipo TV, akawa anatafuta mziki wa kuweka. Hofu ilirudi. Sasa unaweza kusema chochote? Alisema alipohisi na mtazama sana. Nataka wewe jambo fulani. Nakusikiliza. Baada usiku hautanisumbua tena kwa namna yote ile. Hiyo inategemeana na wewe sasa. Sitavumilia kama utandhalilisha tena. Sawa, kwa upande wangu nimekuelewa hilo na hilo halitatokea tena. Na kingine hakikisha hamna mtu anajua kuhusu ile. Nimependa ujasiri wako, lakini umekosea. Wewe si aina ya binti ninayeweza kujivunia kulala naye. Wewe ndio una bahati ya kushiriki na mtu kama mimi. Unaongea kwa dharau sana. Utadhani mimi ndio nimetaka tu hapa. Kosa ulilofanya hii ndio adhabu yake. Hiyo adhabu unaosema inahusiana na Msikilizaji, nilisita nikitafuta maneno sahihi kwa sababu nimeshasikia story nyingi za kikatili. Vipi kufanyaje? Namaanisha yani kinyume na maumbile. Usijali, hiyo sio michezo yangu. Halafu jitahidi kuwa kawaida kwa sababu mimi siwezi kukulazimisha. Adam aliongea kama anaongea jambo la maana. Na ile sura yake sasa ni kama mtu asiye na hatia kabisa. Mimi sijui kwa nini bado unaniona kama malaya. Unahisi ni rahisi kwangu hivi? Yaani unatarajia nikukumbatie nikubusu kama hakuna tatizo? Jitahidi kwa sababu hakuna aliyekulazimisha kuja hapa na ulijua utakachokifanya. So hebu acha kuwa kama mtoto. Msikilizaji, huyu mjinga ana maneno makali sana. Alafu anategemea nimruhusu afanye anachotaka. Anaweza kufanikiwa lakini haitakuwa rahisi. Wakati mziki wa taratibu unaendelea, Adam alichukua chupa ya wine na kunipatia glasi. Alitaka kunimiminia, nikamkatalia. Nikamwambia samahani, situmii. Akasema muache ushamba bwana, hii sio pombe. Aliniwekea lakini sikuweza kunywa mpaka alipoanza kunywa yeye. Alikuwa mweka kitandani, ananitazama tu ni kama alisubiri ni mwanze. Sijui huyu mbwa ananionaje huyu. Nilikuwa busy na ile wine nikikagua kama naweza kuona chochote. Aliacha kuniangalia, akaanza kucheza game kwenye simu yake. Nilipata nafasi ya kumtazama. Msikilizaji, unajua Adam bwana ni kijana fulani hivi smart sana. Yaani kuna namna anavutia. Hiyo ni kabla hajafungua mdomo wake. Na maanisha sura yake na matendo ni vitu vile tofauti. Sitaki kuwa mwongo, niliwahi kumpenda sana. To be honest, nilimpenda. Lakini baada ya kila alichokifanya, upendo uligeuka na kuwa chuki. Namchukia sana huyo kaka. Vipi? Mbona unanitazama sana? Fanya kitu bwana, muda unaenda. Alinisemesha na kunifanya nitoke kwenye mawazo yangu. Hivi ni kwamba halijui jina langu au anafanya makusudi tu? Oya ndio nini sasa? Eti oya, vipi?
So nilikunywa ile waini kwa pupa ikaisha. Adamu alikuwa akinitazama kama katuni. Alipoona sijamuelewa akasema ya kwamba nakupa maelekezo sasa, maana unataka kujifanya ujui kitu. Simama hapo ulipo na uvue nguo zako. Nini? Umenisikia? Alafu sidhani kama kuna kitu kimeongezeka kwenye mwili wako. Kwa hiyo sitaki nikukumbushe uliwahi kunionyesha wewe mwenyewe. Msikilizaji, naomba nirudie tena, Adamu ni zaidi ya katili. Yaani anafanya nijisikie vibaya muda wote, lakini sina chaguo lingine. Mpaka kufika hapa siwezi kubadilisha mawazo. Nilinyanyuka, nikafungua zipu taratibu. Mimi huwa sivai brazier wala tight. Baada ya gauni kushuka, nilibaki na chupi pekee. Sina mashaka na mwili wangu, navutia haswa, lakini bado nilihisi aibu sana. Adamu akasema, "Wow, sio haba. Huyo mjinga anafaidi sana." Adamu alisema hivyo akinitazama kwa matamanio, alafu akasimama huko akilamba lipsi zake. "Hebu fanya kama unatembea kimisi. Au basi, najua uwezi. Geuka tu." Aliongea kwa dharau. Yaani natamani nimsogelee ninyonge shingo yake. Niligeuka kwa sekunde kadhaa, nikaona huu ni ujinga. Nikakaa. Asa mbona umekaa? Adamu, mimi sijaje kwenye maonyesho. Kama ulikuwa unataka hivyo basi ungeenda kuchukua wale wanaojipanga barabarani bwana na kwenye makasino. Alafu hivi unafanya yote ili nikuchukie ama? Unichukie mara ngapi? Tusipoteze muda bwana. Njoo hapa. Nini? Ameniita au nimesikia vibaya? Nilimtazama kwa mshtuko, utadhani sijui kinachoendelea. Hebu acha kujizima basi data. Sogea hapa basi, alisema akifungua mkanda wa suruali. Alipoona bado nimekaa akaniita kwa ishara ya vidole. Kikweli mimi sikujua kama itakuwa ni ngumu hivi. Nilipiga hatua nikafika karibu yake. Mimi sikuweza kuficha hasira niliyokuwa nayo kwake, lakini bado nilifanya anavyotaka. Nikapandisha t-shirt yake na yeye akamalizia kuivua. Kifua chake kilikuwa kinavutia, hilo mimi siwezi kupinga. Alikuwa na mwili wa mahaba kweli kweli. Na mimi nilishtuka pale alipoushika mkono wangu na kuweka kwenye suruali yake akitaka nifungue zipo. Unajua msikilizaji, ukiwa unamchukia mtu unatamani ujue madhaifu yake. Wakati nafungua zipo nilitamani huyu mjinga angekuwa na kibamia ili nipate tapa kumchekea, lakini kwa bahati mbaya huyu mjinga alikuwa naijua shughuli yake. Afu itoshe kusema kwamba jamaa amependelewa. Siwezi kusahau siku alionitoa usiana wangu. Nilihisi yani nitakufa baada ya kuona mkongo wake. So baada ya kushusha suruali akabakia na boxer tu. Aliona mambo asiwe mengi akaivua mwenyewe. Huyu mjinga sijui yani kaumbwaje mwili wake. Yani mwili wake ni mdogo mdogo na kitu alichonacho katikati ya miguu yake unaweza kusema sio yake. Jamaa alijishika isi urefu wake huko akitazama kwa uchu na kuniamuru nipige magoti. Najua anachotaka lakini mimi sikutegemea kabisa. So baada ya kupiga magoti, Adamu alishika urefu wake na kuniwekea mdomoni. Akaniambia kwamba kwa makini usije ukageuka vampire. Alisema akizidi kunizamishia. Unajua huu uchafu mimi sijawahi kufanya hata kwa mpenzi wangu. Wakati yeye anaguna kwa raha, mimi nilikuwa najisikia vibaya sana anapochezesha mdomoni kwangu. Yaani hata machozi mimi sikuweza kuyazuia kwa namna yoyote. Jinsi ambavyo moyo wangu ulivyokuwa unaniuma, machozi yalikuwa yananitoka tu. Sasa Adamu aliniita akitoa urefu wake mdomoni kwangu akanitazama. Na hii ni mara ya kwanza kabisa analiita jina langu kwa ustaarabu sana. Nilishangaa. "Sesi, macho yako yanatoa machozi, hebu nenda kanawe," alisema akipandisha boxer yake. Nichukua taulo nikajifunga na kuelekea bafuni. Nilifungulia maji na kuanza kulia. Nililia ni kwa sababu nilitaka kupata nafuu. Nijitazama kwenye kioo na kujionea huruma sana. Nilikaa muda wa kutosha kule bafuni. Wala Adam hakunifuata mpaka nilipoamua kutoka mwenyewe. Nilimkuta amekaa kwenye sofa anatazama movie kwenye TV. Alikuwa amevaa kaptula tu huku kifua kiko wazi. Alinitazama na kusema kwamba njoo kae usiogope. Nilisogea na kukaa pembeni yake. "Samahani sana kwa kufanya ujisikie vibaya. Halikuwa lengo langu." Hivi mjinga anaongea nini? "Najua huwezi kuniamini, lakini nataka uwe na amani kabisa. Mimi siwezi kulazimisha kama utaki." Msikilizaji, hivi mnamuelewa huyu? Ananichanganya anavyojifanya mwema. Mimi sikutaka kunyamazia ujinga. Nilimgeukia nikamwambia kwamba unajua sababu ya mimi kuwa hapa. Hivi unadhani nitapata wapi hiyo amani? "Bado tuna muda, jaribu kutulia. Na kuahidi sitatumia nguvu mpaka uniruhusu mwenyewe."
itakuwaje kama nisipokuruhusu? Nitakushawishi kabla hapajakucha na wakiko utaniruhusu. Ni bora usipoteze muda wako tu, hicho kitu hakiwezi kutokea. Nilisema hivyo huku sasa nikinyanyuka kwenye sofa. Adam aliushika mkono wangu na kunirudisha nikae. Usimalize maneno yako. Mimi nawekea dau. Kama nisipoweza kukushawishi, basi asubuhi nitakuacha uende na Robi atapata kazi. Huu ni utani, si ndio? Nilisema huku nikicheka na yeye akacheka. Kwa dakika chache tulionekana kama marafiki. Adam anatabasamu nzuri sana. Huyu mbwa. Yaani kama ningekuwa na uwezo ningemwekea roho ya Robi wangu. Simaanishi mpenzi wangu ni mbaya, lakini Adam, huyu mbwa ana muonekano mzuri kumzidi. Alafu ninachompendea Robi ana mapenzi ya dhati na roho yake ni nzuri. Sijawahi kuona yaani Robi ni wa pekee sana. Najiona ni mwenye bahati kuwa naye. So baada ya Adam kunihakikishia, nilichukua gauni yangu nikavaa huku nikicheka kimya kimya. Huyu mjinga ameingia choo cha kike. Hatoamini. Itakapofika asubuhi hajafanya chochote, hatoamini. Adamu alikuwa ameagiza chakula. Kilipofika tulianza kula. Na chakula chenyewe ilikuwa ni kuku mzima pamoja na ndizi za ukanga. Chakula kilikuwa ni kitamu sana. Na njaa niliyokuwa nayo sikuweza hata kuvunga. Tulikula huku tunaangalia movie. Ilikuwa ni movie ya mapigano yenye heka nyingi zinazoshawishi kuifuatilia. Adamu alitosheka kabla yangu. Akaenda kunawa bafuni na mimi nilipomaliza nilisafisha pale nikaenda kunawa. Niliporudi nilimkuta alikuwa amekaa kwenye sofa. Na sofa lenyewe lilikuwa ni moja tu. Sikuwa na amani. Nikaenda kukaa pembeni yake. Kimoyo nikasema ya kwamba ni bora hapa kuliko kujipeleka kitandani. Asa wakati huo alikuwa na boksi la popcorn. Kaliweka mezani pamoja na waini. Basi tukaendelea kunywa huku tukila popcorn. Kuna wakati nilipokuwa naweka glasi mdomoni nilimuona ananitazama. Na kama ningekuwa simjui ningedhani ananipenda. Ananitazama kwa mapenzi, lakini najua hiyo ni njia yake ya kunishawishi. Na mimi nikajifanya ni kama simuoni. Nikaendelea kutazama movie. Oya, balali kaanza. Ile movie bwana ilikuwa na wapenzi wawili, na unavyojua wazungu yani ni movie lakini wanafanya kweli. Huwa nawaza wale wanaokaa nyuma ya kamera huwa na hali gani kushuhudia wahusika wakifanya yale mambo. I say ilikuwa ni balaa. Kile kilichokuwa kinaendelea, kama ningekuwa na Robi, mbona ningekuwa nimeshamrukia siku nyingi sana. Wale watu wanajua kushawishi. Wale mbwa, wale wapuzi wanashawishi. Na kile kipande kilichukua muda mrefu sana. Hata nilipoacha kutazama, bado nilisikia sauti zao. Nilimwona Adam amekosa utulivu. Saa ngapi asiweke mkono kwenye paja langu na kuanza kunipapasa. Nilimshika na kutoa mkono wake. Nijikaza nikamtazama kama hakuna kilichonivutia. Nilimwona tu anatabasamu. Mungu wangu, naomba niokoe. Huyu mtu anitabasamu lake linanivuruga. Hata mwili nao uligoma kunisikiliza, na hisi hata waini niliyokunywa ilishuka chini. Adamu aliendelea kufanya utalii na mimi nilitumia nguvu sana kuzuia msisimko niliohisi. Alinisogelea karibu zaidi. Wakati huo sasa yuko kifua tu wazi, na alipoona mimi simzingatia akaniita. Sisi, hebu acha kujikaza bwana, najua nakuvutia. Endelea kujidanganya. Mimi wala sina hisia na wewe, yani sina hisia zote na wewe. Kama ni kweli, basi nitazame bila kuepesha macho yako kwa dakika moja tu. Wewe kuweza. Msikilizaji, wewe kuweza. Hilo lilikuwa ni zoezi gumu sana. Nijidanganya kumwangalia nikiwa nimekunja sura, lakini kila baada ya sekunde nilibadilika. Haikuisha dakika nikaangalia chini. Adam alinishika kidevu na kuninyanyua, alafu vidole vyake sasa vikaanza kufanya utalii kwenye lips zangu. Alikuwa ananiangalia kwa hisia kali huku akichezesha midomo yake, yani ni kama anajiambia kunipiga busu. Alisogeza uso wake kwangu na kukutanisha mapaji ya uso. Tulianza kubadilishana pumzi. Alipotaka kutanisha midomo yetu nilimkwepa, akaishia kunikumbatia tu. Alinikumbatia kwa hisia sana kwa sababu alikuwa hanioni, so niliacha kujikaza na uso wangu ulibadilika. Nilihisi kama kutetemeka kwa hisia nilizokuwa nazo. Macho yenyewe alilegea. Yani alikuwa anafanya utalii kutumia mikono yake na kunibusu shingoni. Nilihisi raha ya ajabu nilipoona nazidiwa. Nilinyanyuka. Akaniambia, unaenda wapi? Alisema kinizuia kwa kunishika mkono. Hata yeye mwenyewe alikuwa tayari mbadilika. Nikamwambia nahisi joto, naenda kuoga. Jamaa alisita kuniachia. Nikatumia nguvu, nikatoa mkono wake na kukimbilia bafuni. Nijikaza, sikuamini kama nimeponea chupu.
Nikanawa uso nikijaribu sasa kushusha pumzi. Nilimsikia kigonga mlango. Nikasema kwamba nakuja. Nilisema kwa shida nikiminya sasa nani fulani hivi kwenye kifua changu ambavyo vilikuwa vinawasha hatari. Nikavua nguo na kuanza kuoga. Nikiamini sasa hapa nitaondoa mwasho wote. Ghafla bwana Adams aliingia. Nilitoa macho na kuziba sehemu ya mbele kwa mikono yangu. Akasema kwamba sorry. Nilitaka kukojoa tu. Alisema huku akitoa urefu wake na kuanza kukojoa. Wakati sasa mimi namshangaa tu. Alikuwa ni kama anaringishia hivi. Mimi nilikuwa ni kama nimerogwa yani. Mwili ulimtamani sana. Lakini bado nilijizuia na kutazama pembeni. Haikutosha, nikafumba na macho kwa nguvu. Nilipofungua macho baada ya maji kuacha kutoka, Adamu alikuwa akasimama mbele yangu. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu basi. Ungekuwa wewe ni mwanaume, ungeweza kweli kuvumilia? Hebu acha romba ya basi. Si unaona hali yangu jinsi ilivyo? Adamu alisema hivyo wakati ameshika urefu wake na wakati huo mishipa imesimama. Kwanza nilikuwa mimi napumua kwa shida sana. Hakufanya makosa, alianza kushika chocho zangu na kuanza kuniminyaminya kwa namna fulani hivi ya kunipa raha. Unajua mimi sikuwahi kujua kama ni fundi hivi. Sasa jamaa akasema kwamba unaonekana huko mtamu sana wewe mtoto. Alisema hivyo sasa, akiendelea kufanya mambo yake pale. Nilianza kutoa mikono yake, akaniachia lakini kilichofuata aliweka mdomo wake na kwanza kunyonya maziwa. Hali ilikuwa ni mbaya sana. Uvumilivu wenyewe ulifika mwisho. Nilitoa miguno ambayo yani kwanza alipoweka mkono wake katikati ya miguu nilikuwa tayari nimeshaloa. Akaniambia kwamba niambie basi unataka nini? Adamu alisema akinibananisha ukutani. Kwani hata niliweza kumjibu? Alisogeza mdomo wake akanipiga denda. Nilimpa ushirikiano lakini nilikuwa na mpango. Alipokuwa bize na mdomo wangu, alitoa mikono chini yangu, alafu akanishikiza vizuri shingo yangu. Na mkono mwingine alikuwa anafanya tu vitali, alikuwa anafanya kama utali fulani hivi. Yaani vidole vyake vilifanya mwili wangu ni kama kutetemeka. Nilitumia nafasi hiyo kujiwekea sasa vidole ili sasa nimalize. Alinishtukia akanitoa ule mkono. Jamaa akasema kwamba wewe umeniuzi, sikutegemea kama utakuwa mbishi hivi. Alisema sasa akinishikisha mikono yangu kunizuia. Kikweli jamaa alikuwa na nguvu. Yaani mkono wake mmoja tu ulitosha kuunganisha viganja vya mikono yangu na kuweka juu ya kichwa changu. Alafu mkono mwingine ukaenda juu ya maembe yangu na akaendelea kuchezea sasa akinibusu. Mimi nitoa miguno na akanibeba na hisi akili ziruka. Nijikuta tu nazungusha miguu yangu kiunoni mwake. Nilitamani show vibaya mno. Nikamwambia tafadhali Adam akanambia unataka nini? Sema basi nipo kwa ajili yako. Jamaa alisema huku sasa akiendelea kunifanyia mchezo. Jamaa alikuwa ni mkatili sana. Nikamwambia naomba. Lilinitoka neno bila hata kushauriana na ubongo. Adam akanambia unaomba nini mrembo? Nikasema tafadhali Adam naomba. Adam akanambia vipi? Niweke ama? Jamaa aliniuliza. Nilitikia kwa kichwa tu kukubali na kukataa kwa wakati mmoja. Adam alinipiga busu linifanya sasa nishinde kupumua. Niliona hapa ananichelewesha bwana. Nitakuwa mjinga nikifa njaa na chakula nakiona. Nilimsukuma kidogo nikashika urefu wake na kuweka mwenyewe katikati yangu. Adam alinipokea na hatukuishia bafuni. Tulitoka mpaka kitandani. Mambo asiye tuliyofanya siwezi kuelezea msikilizaji hapa. Ila nitoshe tu kusema kwamba Adam ni master. Na ile ilikuwa ni adhabu tosha. Alitumia muda wake vizuri. Hakuna rangi niliacha kuiona ile siku aise. Hili ni tukio la pili ambalo mimi siwezi kulisahau kwenye maisha yangu. Tatizo kubwa ni hisia nilizonazo kwake. Zilivuruga akili yangu. Huwezi kuamini. Nilihisi kama sijawahi kufanya tendo na Robi. Tangu Adam aliponitoa bikra, ni kama ndio mara ya pili nafanya mapenzi. Sio kwamba Robi hana nguvu, hapana, ila sijawahi kuenjoy penzi kama hivi. Nahisi nina pepo. Kwa nini sipati hisia hizi nikiwa na Robi? Nilipoingia bafuni nilijitazama kwenye kioo, nikaanza kulia. Maskini Robi wangu, hastahili kabisa. Mimi ni msaliti. Nimwezaje kuruhusu hisia ziniongoze? Nijilaumu sana na mwisho niliapa sitarudia tena. Nilipotoka bafuni nilimkuta Adamu mlangoni. Alinivuta na kunibananisha ukutani. Nikamwambia Adamu naomba niache natosha. Msikilizaji, ni mdomo ulisema lakini mwili hauwezi hata kujisogeza. Sijui nani alimwanza mwenzie lakini tulikutanisha midomo yetu na kwa mara nyingine tena na moyo ulienda mbio. Mwili ukasisimka. Adamu alikuwa anatoa miguno ya raha huku sasa akinikumbatia kwa nguvu. Alisogeza mdomo wake kwenye sikio langu na kunongoneza akasema ya kwamba sio kosa langu. Ni mwili wako unashawishi muda wote. Vipi turudie basi? Adamu alisema kwa sauti ya mahaba. Nilitikisa kichwa kukataa lakini kimoyomoyo naona kama anachelewa vile. Acha kwa msumbufu, kila mechi na marudio.
subiri nakuja, Adamu alisema na kuniachia akaingia bafuni. Nilishusha pumzi na kujishangaa. Nikaanza kujiuliza, Sesi, ulitaka kufanya nini tena? Hivi huyu si mwanaume ulia hapa huwezi kulala naye tena? Hivi unakichaa tena? Yaani na unamsubiria tena? Wewe ni mpumbavu sana. Basi nilisikia sauti hii kwenye fikra zangu. Adamu kunishawishi ni swala moja na mimi kumsubiri ni upuuzi mwingine. Kabla Adamu hajatoka bafuni, lazima nifanye kitu. Niliokota gauni langu na viatu nikavaa. Nilifungua mlango taratibu kisha nikatoka mbio. Sikujali ni muda gani, nilitembea mpaka nje huku sasa na geuka kama Adamu atanifuata. Lakini sikumwona. Bahati nzuri nilipofika barabarani niliona bodaboda, nikamsimamisha, nikapanda na kumuelekeza na kwenda. Nilipofika nyumbani nikaangalia saa, ilikuwa ni saa 5:30. Kumbe bado mapema. Kitu nilichogundua, Adamu ana uwezo wa kunishawishi kwa muda mfupi tu. Lakini hii haihusiani na pesa, bali mwili. Nimegundua sijiwezi kwake. Ninachotakiwa ni kumwepuka kadri niwezavyo. Sitaki kuwa mchepuko wa kudumu, sitaki. Nilikuwa na uchovu, nilifikia kitandani kulala. Niliamka saa 12 niliposikia sauti ya dada akiniita mlangoni. Alipoingia alitoka tena kwa ajili ya kuoga na aliporudi alishangaa baada ya kunikuta kitandani. Akaniuliza kwamba Sesi, leo huendi kazini? Nikamwambia ndio dada, sijisikii vizuri kabisa. Yaani najisikia vibaya. Dada akaniuliza, tangu jana nakwambia ukapime. Acha kudharau, dalili unazopata usidharau. Nikasema sawa dada, nitakwenda baadaye. Akasema kama hali itazidi naomba nijulishe. Basi nitabasamu tu baada ya kuona dada ananijali. Alipomaliza kujiandaa alikwenda kazini. Wakati mimi bado nimelala, nilichukua simu yangu na kumpigia msimamizi wa usafi, nikampa taarifa kisha nikarudi kulala. Nililala mpaka saa 6 mchana, tena niliamshwa na kelele za mlango ukigongwa. Niliamka taratibu. Kabla sijafungua niliuliza kwamba nani? Sauti ya kiume ilinijibu, Sesi, ni mimi. Ilikuwa ni sauti ya Robi na ilipenya vizuri sana kwenye masikio yangu na kufanya moyo wangu kudunda kwa uoga kama nimefumaniwa. Nilisogea taratibu mpaka mlangoni, hata mikono ilikuwa inatetemeka. Nilikuwa naogopa sana. Kwa nini amekuja muda huu? Au Adamu ameshamwambia? Nimekuisha mimi jamani, sijui hata nilikuwa nafikiria nini. Basi Robi aliendelea kuita, sikuwa na budi kufungua mlango. Aliingia kiukweli bwana, mimi sikuwa na ujasiri hata kumtazama usoni, so aliingia ndani. Sesi, kwa nini umezima simu yako? Unajua umenipatia hofu sana Sesi wangu. Mimi kama nisingempigia dada yako nisingejua kama unaumwa. Nilikuwa nauma tu, nimeshakunywa dawa, nahitaji kupumzika. Lakini usijali, niko sawa. Nilijibu nikitaka kurudi chumbani. Akaniambia kwamba sawa mpenzi wangu, lakini subiri na habari njema. Kuna nini Robi? Baby, huwezi kuamini, nimepigiwa simu kesho nianze kazi. Hongera sana, hiyo ilikuwa nafasi yako, ni vile tu binadamu ana roho mbaya sana. Nilisema hivyo nikielekea kukaa kwenye sofa. Sikuonyesha furaha, hata Robi mwenyewe alishangaa. Sesi, ina maana hujafurahishwa na hii taarifa ama? Robi, mimi sijisikii vizuri. Unaonaje leo ukasherehekea na familia yako? Mama yako alisubiri sana jambo hili kwa muda mrefu. Sesi, hivi ni ugonjwa ndio unakufanya uwe hivi au kuna jambo lingine? Hebu naomba basi uniambie ukweli. Yaani hukutaka mimi nifanye hiyo kazi ama? Hapana Robi, sio hivyo. Kumbe ni nini sasa? Mbona sikuelewi kabisa? Yaani hutaki hata kuniita mpenzi, kosa langu nini sasa? Mwanzo unaumia ukiwa hivi. Kama tatizo ni hiyo kazi, wewe niambie basi, mimi naweza kutafuta mahali pengine ili mradi uwe sawa tu. Sisi mimi kitu ninachokiogopa zaidi ni kupoteza wewe. Robi alisema huku akinibembeleza. Hivi msikilizaji, sijui lakini huenda hata kwako unahisi ni sahihi mtu kusema kwamba naogopa kitu ninachokiogopa zaidi ni kupoteza wewe. Mbona unaona ni kama ni udhaifu fulani hivi? Yaani mtu anaweza akatumia kukucontrol vile anavyotaka kwa sababu si anaona wewe yaani jicho lako ndio limeishia hapo. So huyu Robi ni kama anajaribu kunishawishi, ila najua hawezi kuacha kazi kama sijampa sababu za msingi. Na hicho ndio ninachompendea Robi, ana akili sana. Basi nilihamaki nikasema unaongea nini? Ndio sasa nikitoa mikono yake kwangu. Nikaingia ndani nikasahau kama nilisema naumwa. Sikiliza Robi, hiyo ni kazi uliyoisubiri kwa muda mrefu na haikuwa rahisi kuipata. Wala usije kufikiria kuiacha kwa sababu yoyote ile. Nataka ujue kwamba
wa kwanza kuumia nitakuwa mimi na sitakusamehe. Na hakika itabadilisha maisha yako na familia yako hata mimi nisipokuwepo. Sisi, hivi unajisikia kweli? Kwa nini unaongea kama unataka kuniacha vile? Sio mimi nitakaye kuacha. Lakini unatakiwa kuniahidi, haijalishi nini kitatokea, hautaacha kazi. Msikilizaji, unajua muda wote najihami kwa sababu sina uhakika na Adam. Yaani na wasiwasi muda wote anaweza kufanya je kukiwasha. Robi hakuniahidi chochote, lakini angalau alionyesha tabasamu baada ya kumkumbusha namna ninavyompenda na alivyo muhimu kwangu. Robi alipoondoka nishusha pumzi. Angalau ujinga niliofanya umeleta faida. Hata asiponyamaza tayari ametimiza ahadi moja kubwa. So mimi nijisikia vizuri, nikaamka na kuelekea bafuni. Nilipotoka nikavaa na baada ya kujiandaa nikatoka na kupanda bajaji mpaka hotelini. Nilitazama lile jengo vizuri kwa sababu itakuwa mara ya mwisho kuwa hapo. Ndio, nilikwenda kuacha kazi. Najua haitakuwa rahisi kufanya kazi sehemu moja na mpenzi wangu, afu mbaya zaidi ni kuonana na Adam. Hapana. Sitaki kuwa hapa kwa sababu sitasahau tukio lile na nahitaji kusonga mbele. Nilifika ofisini nikatoa taarifa na haikuwa rahisi kunielewa mpaka nilipotoa visingizio. Baada ya hapo nilikwenda jikoni na kumkuta dada akifanya majukumu yake. Sasa dada akaniambia, vipi dogo, unaendeleaje? Nilidhani hautakuja kabisa leo. Naendelea vizuri, lakini nimekuja kwa jambo lingine. Najua utakasirika, lakini naomba unielewe, ni bora iwe hivi. Umefanya nini? Nimeacha kazi dada. Sababu? Mimi nataka tu niendeleze kibanda changu cha matunda. Nitauza muda wote, sio jioni tu. Alafu nataka kuanza kutengeneza juice fresh. Wazo zuri sana, nimependa. Kweli dada? Niliuliza, nisiamini. Nilijua atanikasirikia baada ya kumsumbua nitafutie kazi na sikuweza kumaliza hata miezi 6 na hiyo kazi. Lakini ilikuwa kinyume chake. Dada alifurahi sana na akaniahidi kuniunga mkono. Dada yangu ana ndoto za kufungua mgahawa wake mwenyewe. Aliniambia akifanikisha hilo, mimi nitakuwa nasimamia vinywaji na matunda. So Ivan, tulipiga story nyingi sana nikimsaidia kazi na baadaye niliaga nikatoka. Ile nimefika kwenye ngazi, nikamwona Adam kwenye meza yake akiwa busy na simu huku akinywa juice kwa mrija. Nilimtazama kwa muda, bahati nzuri yeye hakuniona. Ni kijana mzuri sana. Yaani akitulia natamani kama angekuwa na moyo kama wa Robi, akanipenda mimi. Lakini haiwezekani. Yesu mwanaume anaweza kuwa naye kwenye mahusiano hata kwa siku 2. Kama nikiwa kwenye mahusiano naye, naweza kufa kwa pressure. So baada ya miezi 3 nilikuwa nimezoea kazi yangu. Na ilikuwa inanilipa vizuri, hata mwili ulinawili sana. Ilikuwa hivyo pia kwa Robi, alikuwa ameshazoea kazi yake na kikweli hakuniangusha. Alifanya kwa bidii sana na Madam Boss alimwamini sana. Cha ajabu ni urafiki wake na Adam ulikuwa umeimalika kiasi kwamba ilifikia mpaka hatua sasa Adam alimfanya Robi kuwa msaidizi wake. Adam alikuwa ni mtu wa starehe, kwa hiyo kazi zake zote zilifanywa na Robi. Yeye akawa ni mtu wa kupokea taarifa na kusaini. Rafiki yangu Amy alikuwa sahihi. Adam hakuwahi kunitafuta, ni kama hakuna kilichotokea baina yetu. Kikweli nilishukuru sana kwa sababu uhusiano wangu na Robi ulikuwa vizuri mno, ingawa mimi nilikuwa na tatizo moja. Sitamani kusema hili, lakini huu ndio kweli. Nilipokuwa kitandani na Robi, nilivuta taswira ya Adam. Hiyo ndio njia pekee iliyonifanya nifurahie tendo. Tusilaumiane. Najua mpo wengi sana mnaonisikiza sasa hivi, japo ni baadhi, sio wote, baadhi. Kuna watu mpo na huyo ni mpenzi wako sijui miaka mingapi, lakini unajikuta ukichepuka ama ukifanya jambo hilo na mtu mwingine. So unapokuwa naye kitandani, hata kama hujawahi kufanya naye tendo huyo unayemwazia kwenye akili, lakini watu wengi ili kuenjoy tendo na huyo mtu uliye naye, wengi inawabidi wafikirie mtu anayevutiwa naye sana. Sana tu. Ukishafikia hatua hiyo, jichunguze sana. Sana. Sababu raya penzi bwana, huyo mtu unayefanya naye hicho kitu, uwe na hisia naye. Usianze kufanya imagination ya sura ya mtu mwingine ili wewe uweze kuenjoy. Hapo sasa ni kama unajichua tu. So ukiachana na hilo, mimi na Robi tuliendana sana, tulikuwa tunapendana sana. Tulianza kuweka mikakati ya kufunga ndoa na kuishi pamoja.
mambo yalikuwa ni mazuri sana msikilizaji. Zaidi baada ya kushika ujauzito. Hapo ndipo mambo yalikuwa ni mazuri zaidi. Robbie alitaka mchakato wa ndoa uanze mapema kabla tumbo halijaonekana. Alinipeleka kwao kunitambulisha. Ndugu zake wananijua, lakini ile ilikuwa ni rasmi kabisa. Kwa bahati mbaya, mama yake na mdogo wake hawakunifurahia. Najua mwanzo hakunikubali kama mpenzi wa mwanae, lakini mimi sikutegemea kama akiambiwa nina ujauzito bado atanikataa. Robbie baada ya kuambia mipango yetu, walimtoa nje na kwenda kuzungumza naye. Mimi sikuwa mjinga, nilisogea dirishani na kuwasikiliza. Kikweli iliniuma sana kuonekana natumia fursa baada ya kuona amepata kazi. Yule mwanamke aliamini nimetegesha ujauzito ili niolewe na kijana wake. Na mdogo wake alinifuata ndani akaniuliza kwamba sisi mganga wako anapatikana wapi? Nibaki na shanga, mganga tena? Ya wapi? Mganga huyo kaanzia lini? Na nimefahamiana naye kivipi? Lini? Saa ngapi? Kijiji gani? Sasa yule dada mtu akasema kwamba anajua umemroga kaka yangu mpaka amesahau familia yake. Sasa hivi anafanya kile unachomwambia wewe. Haisi nilishindwa kuvumilia. Nikaondoka. Nilikuwa na hasira, natamani hata nini kamwambie nilichofanya. Kaka yake akapata hiyo kazi. Natamani ajue mimi sio tishio kwake na asione na faidi sana. Hapana. Sikuweza. Haisi nilishia kulia tu baada ya kufika nyumbani. Haikupita dakika 3 Robbie alikuwa mlangoni akiniita. Alipoona simjibu akaingia ndani. Vipi? Umesikiliza maongezi yetu ukaamua kuondoka. Kwa nini lakini? Alisema kisogea nilipokuwa kwenye sofa. Unajua hilo alafu bado unaniuliza kwa nini nalia? Bwana usizingatie maneno yake bwana. Unaolewa na mimi sio mama yangu, sawa? Basi ungekaa mpaka mwisho basi. Mimi nimemuelezea ninavyokupenda. Amekubali. Mimi na imani kabisa atakuja kukupenda sana. Kwa hiyo mpatie tu muda, tumthibitishie kwamba tumeumbwa kuwa pamoja. Maneno ya Robbie yalinipa faraja na kumbato lake likanipa utulivu wa nafsi na mwili. Mpaka sasa huyu ndiye mwanaume anayenipenda kwa dhati bila unafiki. Nitake nini tena? So mambo yalienda vizuri, nikampa taarifa mama yangu, alifurahi sana. Robbie aliboresha nyumba yao na hata chumba chetu alikiandaa vizuri zaidi. Kadi zilianza kutembea. Kuna kitu kilinifurahisha bwana na kuniuma kwa wakati mmoja. Adam ndiye atakuwa best man wa Robbie tutakapokuwa ukumbini. Afumba zaidi, yeye ndiye katibu wa harusi yetu. Na sio hivyo tu, alijitolea ukumbi bure kabisa. Nilihisi kama ananikomoa. Hapana. Yaani ni kama ex wako ashughulikie ndoa yako. Hapana. Adamu aliweza kufanya yote kwa sababu wakati wowote mama yake atamwachia nafasi yake, na jambo zuri zaidi msaidizi wake ni Robbie. Sio kwamba eti atapanda cheo tu, bali hata mshahara utaongezeka. Nilikuwa na uhakika wa kuishi yale maisha ndoto zangu. Mipango ilikuwa vizuri na zilibakia wiki 2 kabla ya harusi. Hatukujua kama tunapanga yetu na Mungu ana mipango yake. Wakati mchakato unaendelea, Adam alipata shida ya moyo. Ni ugonjwa alionao, lakini awamu hii ilikuwa serious sana. Alilazwa moyo kwa siku kadhaa. Hata madaktari walishauri apelekwe India kwa ajili ya matibabu zaidi. Robbie hakuwa tayari kumwacha rafiki yake, na yeye ni mtu pekee alikuwa karibu zaidi na Adam. Robbie alijiandaa na safari na nilikuwa na huzuni, lakini sikutaka kuonekana mbinafsi. Nilimsaidia mpaka vitu vyake. Nilimhurumia sana Adam pamoja na chuki nilionayo kwake, lakini sijawahi kumwombea baya. Najua anapitia wakati mgumu kwa sababu moyo ndio kila kitu. Moyo ukiamua kusimama, habari yako inakuwa imeishia hapo. Hiyo siku sikuondoka chumbani kwa Robbie na sikujali mama yake atanionaje. Tulishinda na kulala pamoja usiku kucha na tuliagana asubuhi alipoijiwa na gari litakalompeleka airport. Tuliamini Adam atakapofika India ataimalika haraka na Robbie atarudi kwa ajili ya harusi yetu. Msikilizaji, kifo ni fumbo ambalo Mwenyezi Mungu hajataka tulijue. Hata uwe na maarifa kiasi gani, bado hautajua ni wapi na lini utakufa. Inawezekanaje nisipate hata hisia za ajabu nikamzuia? Hata sikujua kama ule ulikuwa usiku wa mwisho kumuona. Tabasamu na mapenzi aliyonionyesha yalikuwa ni ya kuniaga.
Zilipita siku 5 tangu Robi na Adam wamekwenda India. Nakumbuka siku ya kwanza niliwasiliana na mpenzi wangu, akanipa taarifa zote za safari na namna Adam alivyopokelewa hospitali, lakini siku ya pili na tatu sikuweza kumpata kabisa. Sikuwa na wasiwasi sana, nikaamini kwamba mtandao ndo tatizo. Sitasahau siku niliyopokea taarifa ya ajali mbaya aliyopata Robi. Kwanza sikuamini na wala sikutaka kuamini. Nadhani hata wewe mwenyewe unaungana na mimi. Sio kwa ubaya, lakini nilipopewa taarifa ya kifo cha Robi, nilibisha na kusema wamechanganya majina. Aliyekufa ni Adam bwana. Sio kwamba napenda afya, lakini yeye ndio alikuwa mgonjwa kati yao. Hivi unajua nilikuwa na hasira nilipokuta watu wanalia nyumbani kwao Robi. Wakati hawana uhakika, nilitamani niwapige vibao wanyamaze na kuacha ni kama kumchulia hivi, kwa sababu mimi niliamini taarifa walizopokea zilitolewa kimakosa. Imani yangu ilinifanya mimi nionekane kama nimechanganyikiwa. Nilianza kuamini baada ya mwili wa mpenzi wangu kuletwa nyumbani kwao. Mimi nitarajia mgonjwa aliyeenda ndio angeweza kurudi marehemu, lakini kivipi? Siwezi kusahau hiyo siku msikilizaji, nilipoona mwili wa mpenzi wangu ndani ya jeneza. Nilifoka na kumwambia aache kunitania. Nilipoona asikii, nilimuomba ajaribu kupumua kwa sababu na uhakika ananisikia. Watu waliponiona na mtikisa marehemu, walinifuata na kunitoa. Sijui hata nilipata wapi nguvu za kuwasukuma. Nikamuita Robi kwa sauti kali nikipiga kelele. Mama yake alinifuata na kunikumbatia, angalau yeye alikuwa amekubali, lakini sio mimi. Nilikumbuka hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Nilipiga magoti na kumlilia Mungu. Niliomba sana. Sijawahi kuomba kwa muda mrefu namna ile, lakini haikubadilisha chochote. Nilichoka kulia, nikabaki na shangaa tu. Nikasema, Mungu sawa Bwana, sawa. Niseme nini mimi sasa? Sawa, mamlaka si ni yako. Wewe si ndio unayeamua. Mamlaka ni yako. Unajua nani umchukue. Sawa Bwana, hilo umeniweza. Mungu umeniweza. Yaani umenipiga panapouma zaidi. Sawa, asante. Msikilizaji, nilikata tamaa. Nilikuwa ni kama zombie. Sicheki wala sili, sinuni wala sitabasamu. Yaani sifanye chochote. Kila wakati nilijishika kifuani kusikia kama bado napumua. Ilikuwa ni ngumu kuamini kama haya yote yamenitokea. Nikaanza kusema, kwa nini mimi? Hivi kwa nini mimi namkosi gani? Kwa nini awe Robi wangu? Nikosa gani nikosa gani mimi nimefanya kustahili haya yote? Nilalamika sana. Kuondoka kwake kumenifanya nijihisi yatima nisiye na pa kwenda. Alikuwa ni mtu maalum sana kwangu. Nilimkabidhi maisha yangu. Niliamini tutazeeka pamoja. Baada ya msiba, nilikaa kwa Robi mpaka ilipofika 40. Mama yake alikuwa hanipendi, aligeuka malaika. Nadhani upendo wa mwanae alihamishia kwa mjukuu wake aliyemtarajia. Alinijali sana. Alikuwa hali mpaka nile mimi kwanza. Alikuwa ananiogesha, alinivalisha, alinifanya kama binti mfalme. Mpaka pale nilipokubali kwamba nimempoteza Robi na kuacha maisha mengine endelee. Niliamua kurudi kwa dada kwa sababu mdogo wake Robi hakufurahishwa na namna mama yake anavyonijali. Sasa siku moja niliota niko ufukweni. Robi alikuwa akipapasa tumbo langu. Nilipomwambia nimemkumbuka, alianza kurudi nyuma akinipungia mkono wa kwaheri. Nilipotaka kumfuata, kuna mtu nyuma yangu alikuwa akinizuia. Nijitahidi kujitoa, lakini alinikamata kwa nguvu sana. Wakati huo Robi alikuwa anaelekea kwenye maji na kila anapozidi kupiga hatua anapotea. Nilishtuka ndotoni, jasho likinitoka. Nilihisi maumivu makali moyoni. Nilinyanyuka, nikashuka kitandani, nikanywa maji. Nilitakiwa niwe nimeshazoea upoke huu, lakini siwezi, nashindwa kuzoea. Bado naumia japo miezi 2 imepita tangu nimpoteze mpenzi wa maisha yangu, mwanaume aliyenionyesha maana upendo. Ile pengo hakuna kuliziba. Nilipapasa tumbo langu lililokuwa limeanza kuonekana huku machozi yakinitoka. Nisema kwamba natamani ungekuwa na mimi hapa. Ningekwambia kile ninachotamani kula, lakini tazama umetuacha wenyewe. Hapo ndo nilianza kuelewa vizuri masingo madha kile ninachopitia. Nilishinda naangalia movie usiku. Dada aliporudi alikuja na chakula. Tulianza kula huku tukipiga story.
Dada, hapa nimechoka kukaa ndani siku nzima. Ni vipi kazi? Bado tu hujapata? Sisi mdogo wangu, hapa hivi kwa nini tu usitulie kwanza? Unajua kuna mkopo hapa na ufuatilia, nikiupata tunaanzisha mgawa wetu. Dada, mimi sijakataa, lakini itachukua muda gani sasa? Ninahisi kama itachukua muda, na wakati huo sasa mimi nitakuwa nimekaa tu nyumbani. Sisi tatizo kazi zinazopatikana ni za usafi. Kwa hiyo sidhani mimi kama uko tayari kufanya hizo kazi pamoja na hiyo hali yako. Dada, usijali, mimi nitafanya tu. Nimeshakubali kwanza moja. Hivyo sina jeuri, nahitaji pesa kwa ajili ya mwanangu. Mimi nimefurahi sasa umetambua hilo. Inapendeza kuona unapambana na si kukata tamaa. Basi asubuhi palipopambazuka nilijiandaa vizuri, tukatoka mimi na dada. Tulichukua bajaji mpaka hotelini. Kile kitendo cha kushuka pale na kuingia hotelini, kumbukumbu zote za zamani zilirejea kwenye ubongo wangu. Matukio yote niliyoyafanya, nijikaza sana yasinirudishe nyuma. Ili kuikwepa huzuni, muda wote nilikuwa busy. Nilifanya mara mbili ya nilivyokuwa nafanya kipindi kile. Sikuwa karibu na mtu yote zaidi ya dada na rafiki yangu Emi ambaye bado alikuwa mhudumu kwenye ile hoteli. Sikuwa hata na muda wa kufanya mambo ya ajabu niliyokuwa nayafanya wakati ule. Kujitegesha kwa wanaume wenye pesa ili wanitongoze, hapana. Nadhani ulikuwa ni utoto tu na ujinga. Huyu sesi mpya amepevuka, anajua kipi sahihi nifanye. Hayo yote nilijifunza kwa Robi. Alikuwa ni kama mwalimu wangu wa maisha. Ni yeye alinifundisha kuwa imara na kujitafutia. Nilipomaliza wiki nilikuwa nimeyazoea mazingira na ile kazi. Mimi kwanza siku moja nilipokuwa nimemaliza kazi, nikaelekea kwenye chumba maalum cha wafanya usafi. Nilivua sare, nikaingia bafuni. Nilipotoka nikavaa nguo zangu, na mavazi yangu yalikuwa ni t-shirt kubwa na tight. Sikutaka kila mtu ajue hali yangu. Nilipokuwa natoka, nilipishana na wafanyakazi wengine, nikasikia wanaongelea sherehe ya mtoto wa bosi. Nilishtuka kwa sababu walikuwa wanamuongelea Adam. Nilitembea haraka, nikafika alipokuwa Emi. Kabla sijakaa nikamuuliza kwamba hivi ni kweli Adam anarudi? Emi akanijibu kwamba hivi sikukwambia leo kutakuwa kuna sherehe ya kumkaribisha. Nilipoa sana baada ya ile taarifa. Nilivuta kiti nikakaa, hata sijui niliwaza nini kuja kufanya kazi hapa. Nilidhani kwa hali yake asingerudi tena kazini. Haya ni maajabu aise. Aliyekuwa mgonjwa amepona na ule mzima ndo kaenda mazima. Ile jambo liliniuma sana mno. Emi alikaa kando yangu akinituliza, alijua hali yangu. Emi akasema kwamba najua naumia kwa sababu Robi angekuepo siku hii, angekuwa pembeni kama msaidizi wake. Lakini usinungunike sana, hiyo ni mipango ya Mungu. Msikilizaji, sikutamani hata kuhudhuria hafla ile, nirudi nyumbani. Wanadamu ni wakatili sana, na ukishakufa unasaulika haraka sana. Haijalishi wema kiasi gani ulifanya. Au kwa mfano kazini kwako. Hapo kazini kwako wewe ulipo hapo, si unajikuta sana unawafanyia nyodo wenzio, wafanyakazi wenzio, unajiona sije nini. Ndugu yangu, ukifa nafasi yako inapewa, inakuwa repressed mapema sana. Lakini pia hata ukiwa likizo pia. Likizo hasa mwezi huu hizi wa 12 na hata nyakati zingine, unapopata likizo kazini, inakukumbusha kwamba ofisi inaweza ikaendelea bila uwepo wako. Ndio maana likizo. Kwa hiyo kinachoniumiza mimi ni kuona maisha yanaendelea kama hakuna kitu kilichopungua. Nasikitika kwa sababu mpenzi wangu hakupewa heshima anayostahili. Ni kama amesaulika hivi kwa haraka sana. Nilinungunika huku sasa nikitembea kuelekea makaburini. Nilipofika, nilitoa chupa la maji na mtandio wangu ukawa ni kama dekio. Nikaanza kufuta vigae, na baada ya hapo nikawasha mshumaa. Hapo muda huo nikiwa juu ya kaburi. Unajua nini Robi? Wewe ni mwongo. Ulisema utanipenda milele, na hata sikujua kama utaishi maisha mafupi namna hii. Ona sasa uvivu wako wa kupumua ulipokufikisha. Leo ingekuwa siku nzuri sana. Inaumiza hujataka hata kuona hata mwanao akikua. Nilishindwa kuendelea kuongea. Machozi yalikuwa yananitoka.
Nilia sana na baada ya hapo nikajilaza. Nilikaa pale mpaka saa 1 kasoro ndipo nikaondoka. Sikuwa na hamu ya kula, lakini kwa sababu ya mtoto nilijitahidi nikanywa maziwa nikalala. Sikuwa na wazo la kupika kwa sababu dada aliniambia atabaki kwenye sherehe. Kwenye mida ya saa 3 dada alirudi akiwa ameongozana na Emi. Nilishangaa kuwaona mapema. Nilinyanyuka na kuwafuata sebleni. Nikauliza kulikoni, kwani sherehe imeisha? Emi akasema, kilichotokea ni balaa, ndio maana nimekuja nikupe ubuyu. Emi aliongea hivyo. Dada alipitiza chumbani. Nikaa vizuri nijue kilichojili. Namchukia Adam, lakini sikutamani kusikia amepata changamoto za kiafya kwa mara nyingine. Yaani shoga yangu, huwezi kuamini, mwenye sherehe yake baada ya kukabidhiwa uongozi kafanya bonge moja la fujo. Nini kimetokea? Maskini Adam kumbe walimficha kuhusu kifo cha Robi. Nasikia alikuwa anamuulizia sana, lakini wakamdanganya. Sasa pale kwenye sherehe kuna mtu akamwambia. Baada ya kuoji sana wakamueleza kweli bwana. Yaani natamani ungemuona jinsi alivyokuwa kachanganyikiwa. Yaani sijawahi kuona Adamu akichukia kama leo. Wewe. Yaani nakwambia hakujali kuhusu mama yake. Alikuwa anafoka. Kafoka. Yaani amefoka kwa nini? Kamficha siku zote hizo. Yaani ungekuepo. Emi alikunywa maji akaendelea kuongea. Mimi bado nashangaa tu. Yaani shosti, walitumia muda mrefu sana kumtuliza. Na sherehe haikuweza kuendelea kwa sababu alitaka apelekwe makaburini. Emi alitoka nje baada ya simu yake kuita. Siwezi kuficha tabasamu nililoonyesha baada ya kupokea taarifa hizo. Ilinitia moyo kuona bado anakumbukwa. Ingawa sikutarajia kitu kama kile kwa mtu kama Adam. Baada ya Emi kuondoka, niliingia chumbani. Nilikomkuta dada amejilaza kitandani. Alikuwa anacheza tu simu yake. Shoga yangu, yani Emi anaongea sana. Hivi ni kweli Adam amefanya fujo kwa sababu ya Robi? Sio uongo. Madam Boss kafanya kosa kubwa sana kumficha. Adam amefanya fujo. Hata ile stage yani ilivurugwa. Hautasema kitu kuhusu jambo hili? Niseme nini dada? Mimi nimefarijika tu angalau kuna mtu anamkumbuka. Binafsi unajua mimi nimefikiria kwa mtazamo mwingine. Kivipi dada? Kwa namna Adam anavyomthamini marehemu, na hakika anaweza kufanya kitu kwa ajili yako. Hapana dada. Nisikize mdogo wangu. Unajua hii ni nafasi yako. Na hakika anaweza kukutafutia kazi nzuri tofauti na kufanya usafi. Dada, achana na hayo mawazo dada. Adam hana huo moyo, hana kabisa. Hivi unajua mimi nimemfahamu kwa zaidi ya miaka 3. Anaweza kuwa mkorofi lakini ni mtu mwenye huruma sana. Najua atafanya kitu kwa ajili ya rafiki yake. Dada, hatuna haja ya kubishana dada. Kama angekuwa mstaarabu kiasi hicho, angenitafuta na kunisaidia. Msikilizaji, ile mada sikuipenda kabisa kwa sababu Adam ninayemjua na anayemsema dada ni watu wawili tofauti. Mimi sikutaka kujieleza sana. Nikapanda kitandani nikalala. Asubuhi kama kawaida niliamka mapema. Nikajiandaa na kuelekea kazini. Nilifika mapema na kuanza kazi. Nilipomaliza eneo langu nilikwenda kuoga. Baada ya kujiweka sawa nilitoka. Kiukweli mimi sijawahi kuyasahau maneno ya Adam ya kunidhalilisha. Nikakumbuka na maneno ya Robi akiniambia mimi ni mpambanaji. Naweza hata kuishi bila kutegemea mwanaume. So nilijipa moyo na kutoka. Mipango yangu ni kuhifadhi mshahara wangu ili nije kupata mtaji wa kuanza pale dada atakapofungua mgawa wake. Sasa wakati nashuka kwenye ngazi, nilikutana na Madam Boss akiwa na Sharon, mpenzi wa Adam, nikawapita. Siku yangu haikuwa nzuri. Mimi sipendi kukaa peke yangu kwa sababu najikuta namkumbuka sana Robi. Nawaza kama angekuepo namna ambavyo ningedeka. So nikiwaza hayo najikuta niko mwenyewe naumia. Moyo unachoka, nakata tamaa kwa sababu mimi sio mnywaji. Nikiwa kwenye hali hii yani mimi napenda kutazama filamu na kusikiza muziki. Nilisinzia nikiwa nasoma kitabu. Sijui dada alikuja saa ngapi. Nisikia tu akiniamsha akaniambia sisi amka. Amekuja. Dada alisema kwa shauku akinitikisa. Nikasema dada kuna nini? Akaniambia kwamba wewe nilikwambia Adam atakutafuta. Haya amka yuko sebuleni na kusubiri. Dada jamani. Umemwambia nini na mmepajuaje hapa? Yalikuwa ni maswali mfululizo baada ya kuamka na kwa kitandani. Dada akasema kwamba huwezi kuamini sijamwambia kitu chochote. Anafahamu wewe ni mdogo wangu, alinifuata na kukuuliza
na kukulizia, anataka tu kuonana na wewe. Kikweli mimi sijui hata anachotaka kukuambia, lakini ni heri ukamsikilize. Dada, mimi najua huna nia mbaya, lakini acha kunionea huruma. Mimi naweza kuishi tu bila msaada wake dada. Wewe sisi wewe. Hawezi kupungukiwa kitu kwa kumsikiliza. Hebu nenda bwana. Dada alisema akininyanyua kitandani. Nilitoka mpaka sebuleni na kukuta Adam amekaa kwenye sofa. Aliponiona, alinyanyuka na kuita jina langu. Sauti yake ilikuwa na mitetemo na macho yake yalitangaza huzuni na masikitiko. Alinifuata na kunikumbatia, akaniambia, Sesi, pole sana. Natamani pole yako ingeondoa maumivu nilionayo. Najua ni ngumu. Niambie kama naweza kukufanyia kitu. Hakuna haja, niko sawa. Lakini hauonekani kuwa sawa. Nilimkata jicho lililosindikiza swali langu ya kwamba kwa nini uko hapa? Huyu mtu bado na hasira naye. Na sijui kwa nini. Kila nikimuona nashindwa kujizuia. Adam alinishika bega, akaniambia kwamba niko hapa kukupatia faraja, ingawa sijui nifanye nini. Hakuna haja, nashukuru, unaweza kwenda. Nilisema nikifungua mlango ili atoke. Adam alisogea nilipo, alitamani kuzungumza lakini akashindwa na kuondoka. Baada ya kufunga mlango, dada alitokea chumbani akilalamika. Aliniambia kwamba Sesi, hivi una matatizo gani wewe? Dada, hebu naomba punguza sauti dada. Hata hajafika mbali anaweza kutusikia eti. Yaani wewe Sesi, tangu mwanzo nilikwambia Sesi, kwa namna anavyomthamini Robi, hawezi kukuacha hivi. Lakini wewe sijui umefanya nini? Hebu niambie kwa nini umemfukuza? Dada, Robi alinifundisha mambo mengi sana kuhusu maisha. Na kubwa zaidi, aliniamini kwamba naweza kupambana nikafanikiwa bila hata kujidhalilisha kwa mtu yote. Na hata kama mimi nahitaji msaada, si kutoka kwa Adam dada. Kwani Adam ana tatizo gani wewe? Mbona ni mtu mzuri tu? Na istosha alikuwa marafiki wakubwa. Siamini kama anatokea kukukumbusha Adam alikuwa msimamizi wa harusi yako. Na haukusema kitu. Sasa mimi nakushangaa unavyomshuku sasa hivi. Dada, naomba tuachane tu na hiyo mada dada. Hapana Sesi, mimi siwezi kukuelewa. Kama hautanipa majibu sasa siwezi nikakuelewa. Mimi sio mtoto, naomba uniambie kwa nini unamchukia Adam? Nilikaa kitandani kimtizama dada. Alikuwa amenibananisha, afu mimi nasikuwa na sababu ya kumficha. Hata hivyo, mimi nimekaa nalo kwa muda mrefu bwana. Labda kwa kuliongea nitaachilia na hasira zitapungua. Nilianza kwa kumwambia kwamba yule Adam unayemuona kama malaika alihakikisha analala na mimi, ndipo akampa kazi rafiki yake. Wewe sasa unaongea nini? Hebu nieleze vizuri. Yaani ngoja kwanza nikae vizuri. Kwamba unasemaje? Sijaelewa unajua. Ni yeye aliniita malaya baada ya kunitoa usichana wangu. Jamani pole mdogo wangu. Sasa kwa nini kuniambia? Yaani yote yametokea lini na ilikuwaje? Basi nilimsimulia dada tangu siku ya kwanza nakutana na Adam na ukatili alionifanyia. Nilimwambia dharau na vitisho alivyonifanyia. Nilihakikisha najitetea ili dada aujue upande mwingine wa Adam. Kitu pekee nilichoshindwa kumwambia ni namna tulivyostarehe usiku ule. Sikutaka anihukumu na hilo nilifanikiwa. Dada alinionea huruma sana. Mbona sikuwahi kujua kama Adam ni katili kiasi hiki? Kwa mimi nashukuru umenielewa dada. Mimi sitaki kabisa kujidhalilisha tena kwake, sitaki. Sawa, sijali. Mimi nitakutafutia kazi sehemu nyingine. Dada, hakuna haja, mimi nitafanya kazi tu pale. Sijui kwa nini tu wamenicheleweshea mkopo. Unajua sasa hivi yani tungekuwa kwenye mgao wetu Usijali dada, tutafanikisha tu dada, wala usijali. Basi bwana, ule usiku nilikuwa nawaza mambo mengi sana. Palipopambazuka tulijiandaa kuelekea kazini. Baada ya kuvaa sare nilianza kufanya usafi. Nilipokuwa na malizia eneo la nje kwenye maegesho ya magari, nilimwona Adam akishuka kwenye gari na hakuwa mwenyewe kwa sababu alizunguka upande wa pili wa gari na kumfungulia Sharon ambaye ni mpenzi wake. Walishikana mikono. Walipoanza kupiga hatua, mimi nilinamisha tu kichwa ili wasinione. Nikaendelea kusafisha kwa hasira sana. Nilikuwa nanungunika, sijui yani nimekuaje nikiona watu wanapendana mimi naumia. Wakati huo sina habari kama wawili hao wamesimama mbele yangu wakinishangaa tu kile ambacho nakifanya. Sasa Sharon alistoka sema kwamba kwani hautuoni kama tunahitaji kupita? Sauti yake kali ilinifanya nikanyanyua kichwa na kuwatazama. Hivi kumbe bado wako hapa?
Nijisemea nikiacha kufagia. Adam akasema kwamba sasa unafanya nini hapa? Adam aliuliza akionyesha kushtuka. Utadhani yani ndio mara ya kwanza kuniona nikifanya usafi. Asa Sharon akamuuliza Adam ya kwamba baby, kwani mnafahamiana? Ya, alikuwa mchumba wa Robbie. Tangulia, nahitaji kuongea naye. Sharon alisita, lakini Adam alipomtazama aliondoka kinyonge. Adam alinishika mkono akiniongoza kuingia hotelini. Tulielekea kwenye meza, yani meza yake pendwa, akavuta kiti na kunikalisha. Uliniambia hauna shida na hutaki nikusaidie. Sasa kwa nini unafanya hii kazi? Acha dharau. Hii ni kazi kama kazi zingine. Nitaondoka kama unataka kunifukuza. Unajua kabisa mimi namaanisha nini Sesi? Sisi hali ulionayo hutaki kufanya hii kazi. Adam alisema akitazama tumbo langu. Sikushangaa yeye kujua na ujauzito kutokana na urafiki wake na Robbie. Na hakika alikuwa ni mtu wa kwanza kumwambia. Kitu ambacho mimi sihitaji ni huruma yako Adam, kwa sababu nakujua ulivyo binafsi. Sisi naomba nisamehe Sesi, najua unanichukia sana. Lakini huyu aliyoko mbele yako unatakiwa kumuona kama rafiki mkubwa sana wa aliyekuwa mchumba wako. Adam, mimi sikuamini. Kwa sababu mlikuwa marafiki hata kabla hajaanza kufanya kazi hapa. Yaani kweli. Lakini wakati ule nilikuwa sijui namna mnavyopendana. Sisi naomba niamini, najutia sana kile nilichokufanyia, najua nilikosea, ndio maana baada ya pale sikukusumbua tena. Hujui tu nilivyokuwa nahisi hatia, ndio maana nilitaka kuhakikisha harusi yenu inakuwa nzuri. Hata mimi mwenyewe naumia kwa sababu kama nisingeenda kutibiwa India, Robbie asingepata ajali. Sisi naomba niamini, nahitaji kusaidia. Na najua unapitia kipindi kigumu sana, lakini nataka ujue nipo kwa ajili yako. Nataka kukupatia maisha, tena maisha yenyewe bora, wewe na mtoto wako. Hiyo itanipatia amani kwenye maisha yangu. Wakati Adam anaendelea kujielezea, dada alikuja. Sauti kali ya dada ikasema ya kwamba Adam, unafanya nini hapa na mdogo wangu? Hasa hiyo sauti ilinishtua. Na hata ilimshtua mwenyewe Adam. Adam akamuita pale dini dada. Dada alivuta kiti na kukaa, akimwambia kwamba siku zote nilikuona kama kijana anayejitambua, kumbe nilikuwa nakosea. Kama unataka tuendelee kuheshimiana, kaa mbali na mdogo wangu. Kama ulimnyanyasa ukidhani hana ndugu, ulikosea sana Adam. Nilinyamaza kwa sababu mimi sikujua upuuzi uliofanya, lakini sasa utapambana na mimi. Dada, naomba tuzungumze. Mimi sina lengo baya. Nimejutia yote niliyofanya na najaribu kuomba radhi. Yaani wewe una mengi sana kunieleza, nataka nijue lengo lako. Sisi amepitia mambo mengi magumu. Siku tayari kumuona akiteseka tena. Wakati huu ni tofauti dada. Hata mimi mwenyewe nimempoteza rafiki yangu. Wala sitaki kumsaidia kwa ajili ya kujitakasa. Hapana. Mimi nafanya hivi kwa ajili ya rafiki yangu tu, na nina deni kubwa sana kwenye familia, na hasa Sesi aliyebeba mtoto wake. Ukimya ulitawala. Dada alikuwa ameanza kumuelewa. Sesi, hebu wewe nenda, niache niongee naye. Dada aliniambia hivyo, nami nikaondoka na kuacha pale. Dada aliporudi nyumbani aliniita sebuleni tuzungumze. Halikuwa jambo lingine, alitaka kumuongelea Adam. Unajua Sesi mdogo wangu, Adam anajutia sana alichokifanya, na sioni kama ni wazo baya yeye kukusaidia. Unajua kila mtu ana sura mbili. Anaweza kuwa katili lakini bado ni mtu mwema. Kwa hiyo mwache afanye kwa ajili ya rafiki yake. Kwa hiyo achana tu na madhaifu yake, tazama umuhimu wake kwako. Kumbuka hata maji machafu yanazima moto kwa Sesi mdogo wangu, mimi nakuahidi nitakuwa na wewe na sitakubali ya kuumiza tena. Kama akifanya hivyo nitamnyoosha mimi mwenyewe. Jamani dada. Jiandae kesho utaanza kazi nyingine, sawa? Amekutafuta sehemu nzuri sana ambayo haitakuchosha sana. Dada hakutaka hata kujadiliana na mimi, akanyanyuka na kuelekea chumbani. Sasa palipokucha, maisha mapya yalianza msikilizaji. Nilitamani hii kazi lakini sikutarajia kufanya kwenye hoteli kubwa vile. Nilikuwa kwenye duka la vinywaji. Nilikuwa namsaidia kijana wa kaunta kuuza vinywaji. Yule kijana alikuwa anaitwa Othman. Alikuwa ni mcheshi sana. Kazi yangu haikuwa ngumu. Muda mwingi mimi nilikuwa nimekaa. Siku ya kwanza kazini sikumuona kabisa Adam. Ilipofika saa 1 usiku, Othman aliniambia muda wangu wa kazi umeisha. Tena akanipa na kiasi cha pesa, akaniambia kimetoka kwa bosi. Nilipokea bila kuhoji chochote. Kesho yake asubuhi Adam alinifuata na kunialika kupata kifungua kinywa. Tulifika kwenye meza yake,
Akanivutia kiti, nikakaa tayari, chakula kilikuwa kipo mezani. Nilitabasamu baada ya kufunua bakuli kubwa la udongo. Ulikuwa ni mchemsho wa kuku na ndizi. Umejuaje napenda hii supu? Sio kazi ngumu, nilimwambia dada yako akuandalie unachokipenda. Nataka kuona ukitabasamu. Tena tabasamu hili liwe kila siku. Msikilizaji, hata mimi sikujua kama anatabasamu. Mimi nilikunja uso tena. Hii supu bwana haiwezi kunifanya nisahau kila kitu. Kiburi kinaniendesha, wala sina mpango wa kumshukuru. Yeye alikuwa hajaagiza, ananitazama tu, na mimi sikutaka kumhoji ni kwa nini. Vipi, kazi yako mpya unaionaje? Sio mbaya, najaribu kuzoea. Ni nafasi niliyoona inakufaa, lakini kama utakuwa na wazo lingine, unaweza kuniambia. Kabla sijamjibu alikuja Sharon na kumshika begani. Akamwambia kwamba mpenzi, mbona hujaniambia kama unakuja kujamani? Ngoja niagize tule pamoja. Basi waliagiza, na baada ya kumaliza supu, mimi niliamua kuondoka na kuacha. Nilikuwa na hasira sana. Baada ya mimi kumpoteza Robi, natamani kama mapenzi yangeishia hapo na kila mtu akapoteza pia. Nilikunywa maji mengi ili kuwa sawa, mpaka Othman alinishangaa. Othman akaniuliza kwamba dada, uko sawa kweli? Nikasema ndio, usijali. Nilikuwa nimeinama, nilipoinuka nilimwona Sharon akiingia baa. Baada ya dakika moja, mhudumu alinifuata, akaniambia naitwa na Sharon, alafu niende na kinywaji alichoagiza. Nilichukua soda aliyotaka nikampelekea. Nilimuuliza ya kwamba kuna kitu kingine unahitaji? Nimuuliza hapo nikiwa nimesimama. Alisema ya kwamba unaweza kunipa dakika moja. Alisema, nikaona hakuna shida, nikavuta kiti nikakaa. Tukatazamana na Sharon. Sharon akaniambia kwamba nilimfahamu Robi alikuwa kijana mzuri na mchapakazi. Alikutaja kila tulipokuwa tunazungumzia mambo ya mapenzi, kwa hiyo pole sana sisi. Nikajibu asante. Nijibu nikinyanyuka. Kabla sijaondoka akazungumza tena, akasema ya kwamba anakuonea huruma sana, lakini sijui kwa nini na hisia mbaya ukiwa karibu na Adam. Sharon aliongea akinitazama. Nilishua pause, nikamtazama, sikupata neno la kumwambia. Nikaisha kusema tu kwamba kuna kitu unahitaji, nataka nirudi kazini. Akaniambia, Sesi, hata mimi sijui kwa nini sikuamini. Nisamehe sana, ila naomba ukae mbali na mchumba wangu. Unajua nini Sharon, sijawahi kumfuata mchumba wako wala kumuomba chochote. Kwa hiyo usipoteze muda wako, natakiwa umwambie tu huyo bwana wako akae mbali na mimi. Nilisema kwa hasira, nikaondoka. Nilimsikia kipiga makelele, akasema kwamba unatoa wapi ujasiri wa kunijibu namna hiyo wakati ni wewe na mganda muda wote? Sikiliza Sharon, sina mpango wa kugombana na wewe, sawa? Kwa sababu maisha yangu ni vita tosha. Kwa hiyo ondoka hapa. Nilisema, na Sharon aliondoka kwa hasira. Hata mimi sikumjali. Jioni ilipofika muda wa kuondoka, nilikabidhi mahesabu kwa Othman kisha nikatoka. Wakati nashuka ngazi, niliitwa. Nilipogeuka nikamwona Amy. Amy akaniambia, Shosti, sikupata muda wa kukupongeza kwa nafasi yako mpya. Haina haja, kwa sababu sidhani kama nitadumu hapa. Vipi? Kuna tatizo? Amy aliniuliza, na kabla sijamjibu, kuna binti alinifuata na kuniambia kwamba Madam Boss ananiita ofisini. Sasa Amy aliuliza kwamba kwa nini? Nikamjibu kwamba sasa mimi nitajuaje? Ngoja nikamsikilize. Nilimjibu nikimfuata yule binti. Nilifika ofisini kwake, nikagonga. Kitendo cha kumwona Sharon anafungua mlango, nishajua kinachoendelea. Nachohitaji ni kujiandaa kisaikolojia. Madam Boss alinikaribisha kwenye kiti, nikakaa. Mimi na wewe hatufahamiani vizuri, nadhani ujitambulishe kwanza. Naitwa Sesi. Oh, Sesi. Labda niongee kwa lugha nyepesi tu. Ni kitu gani unataka kwa mwanangu? Ukimya ulitawala kwa sababu sikujua nijibu nini. Asa mbona kimya? Sitaki kuamini, mama. Yaani ungeona alivyokuwa ananijibu. Ni kama Adam amemweka kiganjani. Wewe naomba unisikilize. Nataka ufahamu kwamba Robi alipata ajali. Na hilo sio kosa la Adam. Kwa hiyo sio vizuri kusema hivi, lakini ulikuwa uzembe wake kwa sababu aliendesha bila kujua sheria za nchi za watu. Yaani Madam Boss, msikilizaji, anaongea kawaida sana, lakini maneno yake yaliniumiza sana. Machozi yalianza kusanyika machoni wakati Madam anaendelea kuongea. Najua mwanangu anajitahidi sana, amefanya mengi kwenye familia ya Robi. Unachotakiwa ni kumshukuru. Lakini wewe naona unaichukulia kama fursa. Mimi siko tayari kushuhudia ukimbuluza mwanangu.
Mama, yani mama, mimi nataka ondoke kabisa kwenye maisha yetu. Naomba unisikilize binti. Sawa Adam kafanya mengi sana. Inatosha sasa. Nataka mwanangu aishi maisha yake. Ana mchumba ambaye wanaelekea kufunga ndoa. Kama yako lishindikana ni juu yenu. Sharon, yani muda huo mama akiongea kenyeka kana dakia tu juu bila kujali hata nitajisikiaje. Sharon, usiseme hivyo, madamu alisema, kisha kanigeukia. Sisi, nataka uniambie unataka kiasi gani ili uondoke karibu na mwanangu. Sikuweza kusema chochote msikizaji, machozi yalikuwa yanatoka tu yenyewe. Nilijiona sina bahati kabisa. Baada ya kuanza kuikubali hali yangu, nimetoneshwa kidonda bado kibichi. Wakati nimepata mtu wa kunifariji, naambiwa huyo mtu natakiwa kuwa naye mbali. Nilitoka pale moyo unaniuma sana. Nilifika nje ya geti nikalia sana. Nilishindwa kwenda kwa dada kwa sababu muda huo anakuwa busy sana. Basi nilipanda bodaboda mpaka kwa mama yake Robi. Nilihitaji mtu wa kunikumbatia na kunitia moyo. Ule msemo wa siku ya kufa nyani miti yote uteleza, basi ulinikuta siku hiyo bwana. Bahati mbaya sikumkuta mama mkwe wangu. Nilimkuta binti yake. Happy ya kujisumbua kunikaribisha ndani. Alisimama mlangoni akaniuliza kwamba wewe si uliondoka, umefuata nini tena? Nikamjibu ya kwamba nitaka kuongea na mama. Happy akasema unataka kumwambia nini? Hasa nilikuwa nahisi kuchoka, alafu yeye anazidi kunioji. Nilihisi hasira, nikageuka kabla sijaondoka. Nilimsikia akisema ya kwamba kwanza sina uhakika na hiyo mimba kama ni ya kaka yangu, na kushauri tu ukae mbali mpaka utakapojifungua, tukijidhihirisha kwamba mtoto kafanana na sisi, basi ndio tutajua ni wa kwetu, tutamchukua. Nijikuta nimekasirika, nikasema unasemaje wewe? Nichukua kisu kilichokuwa dirishani, nikamfuata kwa hasira. Happy hakukiona kisu. Alizidi kuongea akasema kwamba umenisikia bwana, hebu ondoka. Alisema kinisukuma. Nikaanguka na kuumia. Niliumia mguu. Niliponyanyuka alikuwa tayari ameingia ndani na kufunga mlango. Sikujali maumivu niliyosikia. Nilitembea taratibu nikielekea makaburini. Hapo akili yangu imeganda. Bado nimeshika kisu. Nilifika makaburini nikapiga magoti nikilia sana. Hivi kwa nini uliondoka hivi? Hivi unaona kweli mimi anayoyapitia? Uliwezaje kuniacha mwenyewe kwenye dunia hata hivi? Kwa nini niishi sasa? Sina sababu za kufanya hivyo. Mwanangu, naomba unisamehe sana, nimeshindwa kuvumilia. Nililia sana pale nikiwa nimeshika kile kisu. Ghafla nilivutwa na kunyang'anywa kisu. Wewe unataka kufanya nini? Nilimwona Adam mbele yangu. Naomba niache nife tafadhali, nimeshachoka sana. Kwa nini mimi niishi? Yaani sijawahi kulala kwa amani tangu ondoke. Bado naiona tafsiri ya sura yake, hata nikiona herufi ya jina lake namkumbuka. Kwa nini kaniacha? Alitakiwa aende na mimi. Mimi naomba niache tu Adam, naomba niache. Nilalamika nikimpiga mangumi Adam ili arudishe kisu, lakini Adam alinikumbatia kwa nguvu. Kama wewe ukifa mimi sitaweza kuishi. Sisi maisha yangu hayana maana bila wewe. Unaongea nini wewe? Naomba tu niache. Hivi unahisi ni wewe peke yako unateseka? Siwezi kuruhusu ufanye hivi. Robi aliamini naweza kukulinda. Na kama unataka kufa basi itabidi ushuhudie mimi nikifa kwanza. Adam aliongea vitu nilivyoshindwa kumuelewa mpaka alipofanya kitu cha kutisha. Kwanza alinishikisha kisu. Basi naomba nichome mimi. Ni haki yako hata kunipiga risasi mimi, kwa sababu mimi ni chanzo cha maumivu unayoyapata. Adam alikuwa analazimisha. Nilipoona amedhamiria nikavuta kwa nguvu mkono wangu na kuachia kile kisu. Adam alikichukua na kujikata kwenye mkono sehemu ulipomshipa. Damu zilianza kuvuja kwa kasi. Niliogopa na kuanza kuzizuia. Alikuja na gari lakini sikuweza kuendesha. Basi nilipiga kelele nikiomba msaada. Barabara haikuwa mbali. Alikuja mwanaume mmoja hivi na kwa bahati alijua kuendesha gari. Alitusaidia mpaka hospitali. Baada ya kupata huduma alipewa chumba ili kupumzika. Nilipoingia kumuona, neno la kwanza kumwambia nilisema umeniogopesha sana. Naye huko kitabasamu akasema nilijua utaniacha nife. Hapana. Usiotani Adam, umefanya jambo la ajabu sana. Sijui hata ulikuwa unawaza nini. Ilikuwa ni wazo lako lakini. Samahani. Hutaki kujisikia vibaya. Nilitaka tu kukuonyesha
ulichotaka kufanya kwa namna gani kinaweza kutisha. Nadhani utakuwa umeelewa. Sasa nataka ufahamu kuanzia sasa nitakulinda na sitakuacha mwenyewe. Hapana Adam, mimi sitaki matatizo na familia yako. Unamaanisha nini sasa? Kabla sijasema kitu, mlango ulifunguliwa. Madam Boss na Mark wakaingia. Nilitamani kukimbia lakini sikuona sababu ya kufanya hivyo. Madam alisema kwamba, "Oh Adam mwanangu, umepatwa na nini?" Madam aliwahi kitandani akamkagua Adam. Adam akasema, "Mama, niko sawa, ni jambo dogo tu." Basi Mark akasema kwamba, "Aisee, sikutaka aje lakini ulipopiga simu tulikuwa wote." Mark alijitetea baada ya Adam kumtazama. Adam akasema kwamba, "Sawa anko, nenda kaongea na daktari, nataka kutoka sasa hivi." Adam alisema hivyo akinyanyuka kitandani. Asa Madam aliniuliza kwa sira kwamba, "Wewe ndio umefanya hivi?" Hapana mama. Sisi hawezi kuniumiza, nilikuwa najaribu kumwokoa tu." Baada ya Adam kuongea hivyo, mama alifoka akasema, "Nini? Ina maana umeumia kwa sababu yake? Kumbe Sharon alikuwa sahihi. Huyu binti kuna kitu anakitafuta kwako. Wewe, tulizungumza nikadhani umenielewa. Ni nini sasa umefanya?" "Mama, unaongea nini mama? Na kwa nini unamkaribia?" "Yalikuwa ni makubaliano tu. Alitakiwa kupokea pesa niliyompatia na kuacha kazi. Unajua mwanangu, mimi sitaki ujihisi unahatia kwa kifo cha Robi. Mpaka sasa umeshaisaidia familia yake. Nadhani inatosha sasa. Kwa hiyo acha kujibebesha misalaba mingine." "Aisee mama. Hata siamini mama, kumbe wewe ndio sababu sisi anataka kujiua." Adam, huyo binti ni mjanja. Hawezi kufanya hivyo. Hiyo ni moja tu ya michezo yake." "Hapana mama, ulikosea sana. Inanumiza kuona wewe haunielewi. Sisi anahitaji zaidi ya hizo pesa. Amempoteza mchumba wake wiki moja kabla ndoa yao. Hivi umeshafikiria anavyojihisi kweli? Umeshawaza jinsi anavyojisikia?" "Lakini mwanangu, wewe huwezi kumrudisha mchumba wake. Yeye sio wa kwanza kufiwa. Anahitaji muda tu atasahau. Maisha lazima endelee." Sio rahisi. Sio rahisi kiasi hicho, isitosha na ujauzito. Mama sikia. Kama unataka tuelewane, naomba niache nimsaidie. Kinyume na hapo, nitaondoka na hutakaa unione kwenye maisha yako." Msikilizaji, vita ya mama na mtoto ilikuwa ya moto. Sikutia neno. Nilikuwa ni ndugu mtazamaji. Namna Adam alivyokuwa ananitetea, nilikuwa nachekea moyoni. Sio siri, nilijisikia vizuri. Baada ya maneno mengi, mshindi alikuwa ni Adam. Na Adam hakuwa na namna zaidi ya kuwa mpole. "Mimi haya matendo yako ya huruma naweza kuyaelewa. Haya vipi kuhusu Sharon? Hivi unamfikiria kweli?" "Sharon ananifahamu vizuri. Nitamweleza na hakika atanielewa." "Haya, natumaini hivyo." Madam aliongea akinitazama. Kiukweli nilitamani kumzomea, nikajizuia tu lakini sikuweza kuficha tabasamu langu. Adam aliniita. Nikasogea pale kitandani. Hapo sura imeshabadilika. Machozi hayakuwa mbali. Adam alinitazama kwa huruma. Akanifuta machozi na kunikumbatia. "Nilikwambia sitaki kuona unalia." "Samahani Adam, nimekuingiza kwenye matatizo na mama yako." "Hapana, sio wewe unayetakiwa kuomba radhi. Sisi, naomba umsamehe mama yangu." Maongezi yetu yalimkwaza Madam Boss. Nilimwona alivyonyanyuka kwa hasira akatoka nje. "Usijali kuhusu yeye, na kuahidi kwa mara nyingine sitakuacha mpweke, umenielewa?" Adam aliendelea kunibembeleza. Adam aliruhusiwa na tukarudi wote hotelini. Tulivyoingia chumbani kwake akanikaribisha kwenye sofa. Baadhi ya vitu vimebadilika lakini bado kile chumba kilinikumbusha mambo mengi sana. "Sisi, sina sehemu nyingine ya kukupeleka. Nadhani hapa utakuwa salama. Kuanzia sasa kile kitanda ni chako na mimi nitalala kwenye sofa." "Unamaanisha nini Adam? Unataka mimi niishi hapa?" "Nimeshaongea na dada yako. Nikamwambia ulichotaka kufanya, tumekubaliana utaishi hapa kwa usalama wako na mimi ndiye mlinzi wako." Msikilizaji, unajua nitamani kucheka. Huyu Adam sijui anafanya nini ila nimeanza kujisikia kama malkia. "Najua huniamini lakini nitafanya chochote kukulinda. Usalama wako ndio uzima wangu. Unajua nitakachokifanya kama ukijaribu tena." "Nakuahidi." Nilimjibu sikuwa na namna, angalau nimuonyeshe tu ushirikiano. Lakini wakati huo akili yangu ilikuwa inawaza mambo mengi. Unajua maneno yake yalikuwa yananipa kiburi. Najihisi tofauti hata ninavyomtazama. Sijamzoea hivi. Yaani amebadilika sana.
Nidhani hajui kabisa kubembeleza. Haya yanayonitokea ni maajabu. Kama ungenijali hivi tangia mwanzo, basi moyo wangu nisingemkabidhi Robbie, na hii story isingekuwa ndefu namna hii. Msikilizaji, sikuweza kusema kwa sauti. Hii sauti niliwaza tu huku nikimtazama. Kwa hiyo tuliletewa chakula tukala, na baadaye nilikuwa nimejilaza kitandani na Adam alikuwa kwenye sofa akifanya kitu kwenye laptop yake. Simu yake aliita sambamba na mlango kugongwa. Nilimwona Adam akinyanyuka na kwenda kufungua. Sasa Sharon kwa hasira huku sasa akiingia ndani akasema kwamba ina maana ulishindwa kupokea simu zangu kwa sababu uko na huyo. Kabla Adam hajamjibu, alimfuata pale kitandani. Sharon akasema kwamba wewe, nilikwambia nini wewe mwanaharamu? Alitaka kunishusha pale kitandani. Kabla hajanigusa, Adam alimvuta na kumsogeza pembeni. Sharon, hebu naomba uache utoto, umesikia? Twende nje tukazungumze. Hapana Adam, hapana, hapa mimi sondoki. Yeye ndo atakiwa kuondoka. Hivi, unajua siku hii kutarajia utafanya jambo kama hili Sharon. Sharon, unajua unanishangaa, usinichanganye, umesikia? Na wewe ndo sababu. Binafsi hata mimi mwenyewe sikuamini kama mama aliponiambia kwamba umemleta chumbani kwako. Lakini nimeshuhudia hiki. Na hiki ni chumba kimoja tu, mko wenyewe. Hivi unajua mimi sihitaji kama sikuelewa kinachoendelea. Sharon, wivu haukupendezi. Waachie wanawake wasiojiamini. Alafu sisi si wajinga. Hatuwezi kuwa wapenzi bwana. Hivi unajua mimi nimepambana kiasi gani kufuta makosa yenu? Au mlidhani maneno yenu yalibebwa na upepo? Sisi ni binadamu. Yalimuumiza sana. Alikaribia kuyatoa maisha yake kwa sababu ya maneno yenu. Kwa hiyo unatarajia nikushukuru? Hapana, ninachotaka ni wewe unielewe. Twende tukazungumze nje. Sharon alinitazama kwa jicho kali akatoka nje. Kabla Adam hajatoka, alinifuata nilipo. Sisi, naomba msamehe sana na wivu sana. Subiri uone, ataelewa tu na mtakuwa marafiki wazuri. Alisema akaondoka. Nilitabasamu kinafiki kwa sababu najua hicho kitu hakiwezekani. Baada ya Adam kuondoka, niliingia bafuni, nikajitazama kwenye kioo, nikajiambia kwamba sisi, umeteseka vya kutosha. Huu sasa ni wakati wako. Hautakuwa mnyonge tena. Na kuanzia sasa, hakuna cha kukutisha kama Adam yuko upande wako. Basi baada ya kujiozea hivyo ni tabasamu la ushindi, nilisikia mlango ukigongwa. Nikarudi chumbani. Basi nilisema kwamba haiwezekani. Itakuwa ameshindwa kuelewana. Nilisema hivyo huku nikienda kufungua. Nilitabasamu baada ya kumuona dada Fau. Nilimwambia ingia. Baada ya kumuona alibaki tu ananishangaa. Akauliza nini kinaendelea hapa? Nikamuuliza una maana gani dada? Dafa akasema mimi sikutarajia kama utakuwa namna hii baada ya Adam kuniambia kwamba ulichotaka kufanya. Hivi kweli unataka kujiua? Dada, mimi hata sijui nikwambie nini, lakini nilikuwa nimechanganyikiwa baada ya Sharon na Madam Boss kunishambulia kwa maneno. Sesi wewe ni binafsi sana Sesi. Ina maana haukufikiria kuhusu mtoto Lene tumboni? Hukufikiria ni kiasi gani anatakiwa kuishi Sesi? Hivyo na roho ina gani Sesi? Umewaza kuhusu bibi yake anemsubiri? Anemsubiri kama faraja baada ya kumpoteza kijana wake? Umeshawaza kweli kuhusu hilo jamani? Sesi, ulitaka kuniacha Sesi. Yaani hivi ulitaka kuniachaje? Ningemuuliza nini mama yako Sesi? Sio siri, umenitisha sana. Naomba nisamehe dada yangu, sitarudia tena. Nilianza kumbembeleza dada maana alianza kulia maskini. Lakini hakunyamaza mpaka alipotaka yeye. Nilichoweza kufanya ni kumsogezea tu tishu atumie kujifuta machozi. Alipotulia aliniambia kwamba Adam kaniomba baki hapa. Nilishindwa kumkatalia, lakini sidhani kama ni sawa wewe kuishi hapa. Usijali dada, mimi nitabaki tu hapa. Nilisema bila kupindisha maneno, tena nikitabasamu mpaka dada alishangaa. Dada akauliza kwamba unanitisha Sesi. Hilo tabasamu linamaanisha nini? Mimi nadhani siwezi nikakuficha chochote. Wewe Sesi, umepanga kufanya nini? Dada, mimi nimesema nitabaki hapa dada. Mimi sina mpango wote zaidi ya kuishi kwa furaha. Sesi, sijui hata unaongea nini. Hivi baada ya yote ambao amekwambia Madam Boss, bado unaweza kuwa na furaha hapa? Dada aliongea jambo la maana sana, lakini sikujali. Dada, ni bora tu kuishi sehemu yenye hofu kuliko huzuni. Sesi, hivi unajaribu kufanya nini Sesi? Hata sijaribu chochote dada.
Mimi nataka tu kufanya vitu ambavyo sikuwahi kufanya. Kwa hiyo mimi sijaribu kitu chochote. Yaani mdogo wangu unavyoongea hata mimi hata sikuelewi. Dada, hebu naomba sikia. Umesikia eh? Naomba nielewe. Dada, hapana, mimi naomba ndio nielewe. Hata usizunike. Yule sisi mnyonge alikata tamaa ameshakufa dada. Huyu sisi ni mpya, hawezi kutetemeshwa na maneno na hakuna jambo ambalo litamtisha tena. Yaani sisi sijui mipango yako sisi inahusu nini. Lakini nataka tu nikukumbushe sisi. Sharon ni mchumba wa Adam. Na wewe kuwa hapa ni huruma yake tu, kwa usijisahau. Dada ni mchumba wake na sio mke wake. Kwa mimi sidhani kama eti itakuwa ngumu wao kuachana. Sisi mnaomba waache mawazo. Adam na Sharon wako kwenye mahusiano kwa zaidi ya miaka 2. Adam ni muhuni lakini kwa Sharon hana usemi. Tafadhali sana sisi. Acha kabla hujajiingiza kwenye matatizo. Na kuambia haya kwa sababu nakupenda sisi. Sisi usije ukampoteza Adam aliyejitolea kukusaidia. Dada. Dada, bahati mbaya huo uoga mimi nimeshauondoa. Afu mimi moyo wangu umeshakuwa kama jiwe. Sisi nakuonea huruma sisi kwa sababu mwisho hicho kisasi sio mzuri kwako unajua. Dada, usijali. Usijali kabisa dadangu. Mimi mwisho wangu nitautengeneza mwenyewe, kwa hiyo sitamlaumu yoyote. Dada alinisisa na msikilizaji sana. Alidhani nataka kulipa kisasi kwa Sharon. Ilikuwa ni kazi bure. Yalipita kushoto yakatokea kulia. Nilidhamiria kuharibu uhusiano wao. Itakuwaje? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Bonge moja la simulizi. Bonge moja la simulizi. Nitafurahi sana kama neema yake Mwenyezi Mungu kiambatana nasi sote na tukakutana sehemu ya 3 kuweza kufahamu dhamira ya sisi ni ipi. Japo tumejua anataka kuharibu uhusiano wao, lakini atafanya nini? Sharon atamwacha hivi sisi? Hii simulizi tamu sana msikilizaji. Tamu sija hata nisemeje. Lakini tu naomba Mungu akujalie afya njema na anijalie na mimi afya njema. Tukutane sehemu inayofuatia, sawa? Tunaamini Mungu wetu yupo hai na anatusikia, na kwa imani tutakutana sehemu inayofuata. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.